kwa sababu za propaganda. Ulimwengu wa leo una propaganda nyingi sana. Nilieleza zamani hapa katika msikiti huu kwamba wa Amerika zamani walipeleka jopo la missionaries katika nchi za Lebanon. Wakenda wakakaa miaka 20, walijenga jamia kule university. Baada ya miaka 20 wakataka kutathmini kazi yao ya kuwanasirisha, ya kuingiza katika Ukristo wale Waarabu wa Lebanon kule ambao ni Waislamu. Lakini katika tathmini yao haikufanikiwa. Wakawa Waislamu wa kule wamebaki na dini yao vile vile walipokea. Hali ilipokuwa hivyo, wale mufakiri wao wakinaswara wakasema, Waislamu hamwawezi kuondoa katika dini yao hivyo, isipokuwa watieni shaka katika dini yao. Watieni shaka katika nini? Katika dini. Na shaka hiyo ifuateni katika sunna, mtawapata, watanitaji. Zikaanza propaganda kwa siku hiyo duniani. Naeleza leo kwa mukhtasar, lakini insha Allah Mungu akinipa afya na uhai, swala hili nitakuja kulieleza sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikwenda Maka, alipokwenda Madina mwaka wa pili ndipo alipofaradhiwa saumu. Nguzo za Kiislamu yote mnajua: swala, saumu, zaka na hija. Na kila nguzo ilifaradhiwa miaka yake. Kauli inasema hija ilifaradhiwa mwaka wa 6, na kuna kauli ya mwaka wa 8 na kuna kauli ya mwaka wa 9. Lakini chochote tukamchukua ni kwamba Mtume tokea mwaka wa pili alikuwa akifunga sunna hii ya hija, akifunga siku 9 kwa hadithi ya mke wake Sayyidatuna Sofia. Sasa je, Mtume alikuwa akifungaje? Miaka 9 kuanzia kwenda Madina mwaka wa pili, Mtume alianza funga hii ya Dhulhijja. Bi Sofia anasema Mtume hakuiacha hapo mpaka kufa. Je, Mtume alikuwa akifunga kwa mwezi wa wapi? Ulizeni dunia nzima. Natoa challenge ya dunia, sitoi challenge ya Dar es Salaam au ya Tanzania. Fatawa zote nimeziangalia, falillahi alhamdu wal minna. Angalia Ummu ya Shafi'i inasemaje, kitabu kikubwa cha madhhabi ya Imam Shafi'i. Angalia Mughni ya Ibn Qudama, kitabu kikubwa cha fiqh cha Mahambali. Maulama wote wa Haramaini Sharifaini hawakubali, hasa dini safari hii, hawakubali dini ya wasiokuwa wa Maka kuwa ni leo, hawakubali. Ulama wote wa Saudia. Angalia fatawa ya majmuu fatawa ya Ibn Baz inasemaje. Angalia fatawa ya Usaimini inasemaje, ya Ibn Jibril inasemaje, ya Al-Fawzan. Hao ni ulama wakubwa wa Kisaudi, hawakubali habari hii. Dini ndugu zangu si ushabiki, dini si mjadala, dini ni amru tawqifi, ni vile ilivyopokelewa. Masala Arafa iko wapi? Arafa imepatikana kabla ya Nabii Adam. Arafa imepatikana kabla nani? Katika Musnad al-Imam Ahmad, inna Allah akhadha al-ahda ala dhahri Adam bina'maa yawm Arafa. Watu wasome, Mungu kachukua ahadi katika
maungo ya Adam bin Hamaa, manake katika Wad na Hamaa yaumba Arafa. Adam alikuwa wapi? Alikuwa hayupo duniani. Na nilieleza Jumaa kabla sijakwenda zangu katika utabibu kwa nini imeitwa Arafa. Nikaeleza akwali mbili hapa, lakini maneno haya ni marefu na mtu asikudanganye. Alhajju Arafa ndiyo hadithi sahihi kabisa, lakini kwa yule aliyekwenda hija akifutiwa ni Arafa hana hija, haina alaka na mtu wa Dodoma wala mtu wa Dar es Salaam wala mtu wala nani. Kwa hivyo nimependa kuelezea hayo kidogo, na ulama wetu wa fiqh wameeleza hata masala iftiradhia, masala ya ajabu kabisa. Kwa mfano ukisoma i'ana tutalibina malaki Fathul Mu'in, ameeleza lau mtu amepatikana amezaliwa kutokana na mbuzi na mwanadamu, mtu atazaliwa na mwanadamu na mbuzi kweli? Naam. Haya ni masala iftiradhia ya nadra kabisa. Ni vipi ikiwa ni siku ya Eid al-Udhiya hatuna imamu na yeye ndiye anayejua kusoma, tunaambiwa kwamba asalishe, ahutubu, na kama yeye vile vile kuna udhiya mchinje, kwa sababu anahusu binadamu na anahusu nini? Kasumeni Fathul Mu'in ya Al-Malibari, Fathul Mu'in ya Al-Malibari, na ikashereheshwa ni mwanachuoni mkubwa wa Kimaka Abubakar. Namna hiyo dini si mhemko, sio mihemko. Hawa watu wanafanya hivi, hapana. Dini ni jambo la tawqifi lilivyopokelewa, na nimeeleza Mtume amefunga siku 9 hizi. Alifungaje? Akimwambia Khalid ibn Walid au akimwambia Umar ibn Khattab au akimwambia nenda haraka Maka kaangalie lini wamestatula al-hilal, hakuna habari hiyo. Na katika hadithi ya Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab atokiangalia as-siyam wa Ramadhan fi sunnati wal Qur'an, utakuta maneno haya. Hadithi utakuta sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha, mfanye ibada katika mwezi wa Dhulhijja kwa kufuata mwezi. Masala ni mwezi tu hapo, na mtu akitaka mijadala, akitaka safha tunaweza kumpa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum